Wapendwa wa Uislamu, tuna kila sababu ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake mbalimbali anazotuneemesha, neema ya uhai, afya na neema nyinginezo tunazozijua na tusizozijua. Wallahi, katika jumla ya neema zake Allah subhanahu wa ta'ala, neema hii ya Uislamu, neema ya kupata taufiki kuja kudiriki ibada adhimu ya Ijumaa. Leo ningependa ndani ya mwezi huu tuliokuwa nao wa Shawwal, mwezi ambao unakuja baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwanza niwakumbushe mambo ya kuzingatia ndani ya mwezi huu. Jambo kubwa la kuzingatia ndani ya mwezi huu wa Shawwal na miezi inayofuata baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani ni kuhakikisha kuwa yale mazuri tuliyoyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, yale tunadumu nayo na tunayalinda, tunadumu nayo na tunayalinda. Na katika jumla ya mambo ya kufanya kuhakikisha na kuonyesha kuwa wewe umefanikiwa ndani ya mwezi wa Ramadhani ni kudumu katika tabia ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala yale uliyoyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, Allah subhanahu wa ta'ala ayakubali. Kana salafu yad'una rabbahum 6 ashhurin liyuballighahum Ramadhan, wema waliotangulia walikuwa wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala miezi 6 kabla ya Ramadhani wa udiriki mwezi wa Ramadhani. Thumma yad'unahu 6, kisha wanamuomba kwa muda wa miezi 6 baada ya Ramadhani, liyataqabbala min a'malihim, ili Allah subhanahu wa ta'ala yale matendo waliyoyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani Allah subhanahu wa ta'ala ayakubali. Na hii ilikuwa ndiyo daidan al-anbiya, ndio ilikuwa tabia ya mitume. Ndani ya Qur'an tunakuta Nabii Allah Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala anamsimulia, wa idh yarfa'u Ibrahim alqawa'id min albayt wa Ismail rabbana taqabbal minna. Ananyanyua nguzo za al-Kaaba, baada ya kunyanyua anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, rabbana taqabbal minna. Allah subhanahu wa ta'ala, kazi hii tunayoifanya ya Rabbi ikubali. Huyu Nabii Allah Ibrahim. Imraatu Imran alikuwa anasemaje? inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Rabbi, nimemfanya huyu ambaye yupo katika tumbo langu muharraran fataqabbal minni, ya Rabbi nakuomba nikubalie. Wanafanya matendo makubwa makubwa, lakini bado hawaridhiki, wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika hayo tukubalie. Na katika jumla ya ishara ambayo inaonyesha mtu amali zako ulizozifanya ndani ya Ramadhani zina walakini Allah subhanahu wa ta'ala hajazipokea, ni kurudi katika yale yasiyofaa uliokuwa unayafanya kabla ya mwezi wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu atulinde, tuhakikishe kwamba yale mazuri tuliokuwa tunafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayakubali. walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila, na wale ambao wanafanya makubwa wanayoyafanya, wametoa sadaka nyingi, wameswali sana qiyamul laili, wamefanya kadha wa kadha, wa qulubuhum wajila, mioyo yao ina wasiwasi, Rabbi ameyakubali yale. Hii ndio ilikuwa hali ya wema waliotangulia. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kuwakumbusha jambo hilo, leo nilikuwa napenda nizungumzie aya moja ya Allah subhanahu wa ta'ala inayosema wala tansawul fadla bainakum. Allahu akbar. Maneno mafupi,
wala tansau alfadla bainakum, msisahau mazuri ambayo mliokuwa mmefanyiana. Hapa aya hii imekuja baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuelezea tukio gumu linaloweza kutokea kati ya wapendanao, tukio la ndoa. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna farida fanisfu ma faradtum illa an ya'fun aw ya'fu walladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansaw al-fadla bainakum. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala anasema itakapotokea mmewapa talaka wake kabla ya kuwa hamjakutana nao kimwili, fanisfu ma faradtum, nyinyi wakina baba mnastahili nusu ya mahari mlioitoa. Kama mmetoa mahari kamili, basi mfahamu kuwa nusu iliyobaki mnatakiwa mrejeshewe, na kama umetoa kidogo, umetoa robo, basi kuna robo unadaiwa. Illa an ya'fun, isipokuwa watakapokuwa wakina mama wameamua kusamehe, tunarejesha yote. Hapa mbele Allah subhanahu wa ta'ala anasema, baada ya huu mlolongo anasema, wala tansau alfadla bainakum, msije mkasahau. Na huu ndio umaskini wa lugha ya Kiswahili, umaskini wake, wala tansau alfadla bainakum. Tutasema msisahau. Hapana, watu wengi wanakosea kusema kwamba msisahau. Hapana, msipotezee, msijifanye hamjui wema mliofanyiwa na wenzenu. Kwa nini? Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha. Ishara zetu zilikujilia wewe duniani, fanasitaha, sio kwamba ulikuwa huzijui, ulizisahau, ulizipotezea. Wakadhalika alyawma tunsa, leo na sisi tunakupotezea kana kwamba hatukujui. Haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala tansau alfadla bainakum, msisahau wema mliokuwa mmefanyiana. Wallahi, maana yake nini? Maana yake ni kwamba tunaishi katika maisha leo. Kuna watu wamefika hapa walipofika katika maisha yao, kuna watu wamewashika mkono. Baada ya kushikwa mkono kufika katika mazingira na hali walizokuwa nazo hivi sasa, wanawasahau wale ambao waliowashika mkono, bali hufikia hatua huwaona wale waliowashika mkono kama si lolote, si chochote. Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia, wala tansau alfadla bainakum, msisahau wema mliofanyiwa. Na hii ilikuwa tabia ya Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi, kukumbuka wema aliofanyiwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, baada ya kumalizika kwa vita vya Badri na wale mateka wamekusanywa pale, ikatoka rai kwamba wale mateka watoe fidia. Mtume akamkumbuka Al-Mut'im ibn Adi, ambaye yeye alimnusuru, alimsaidia Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya Mtume kutoka Taif na kupigwa mawe na watu ambao walikuwa akili zao hawaelewi thamani ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mut'im ibn Adi akamsaidia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume anaukumbuka msaada wa Mut'im ibn Adi, anasema, lau kana Al-Mut'im ibn Adi, angekuwepo Mut'im ibn Adi hayyan, bado yuko hai, thumma kallamani fi haula'i natna, kisha akaja kuniambia kuhusiana na hawa mateka, basi hawa mateka ningewatoa bila fidia. Sallu ala al-habib Muhammad. Hawa mateka ambao leo tunawatoa kwa fidia, nisingewatoa kwa fidia. Na wakati huo Mut'im ibn Adi hakuwa ni Muislamu, hakuwa Muislamu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anakumbuka, nilipodhalilishwa aliyenishika mkono alikuwa ni Mut'im ibn Adi. Anakumbuka wema aliofanyiwa. Wala tansau alfadla bainakum, msisahau wema ambao mmefanyiwa na ndugu zenu Waislamu. Sio yeye tu,
Abul Buhturi, ambaye baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam Makuraishi kukubaliana kumweka katika utengamano, kumtenga Mtume, kumfunga mpaka Mtume na masahaba zake ikafikia hatua wanakula majani ya mti. Aliyefanya kazi ya kwenda kutengua ule mkataba wa Makuraishi dhidi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni Abul Buhturi, Hishamul Buhturi ibn Hisham. Mtume akawaambia masahaba, man laqiya Abal Buhturi, atakayekutana na Abal Buhturi fala yaktulhu, asimuue. Atakayekutana na Abal Buhturi asimuue. Kilichofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam amkumbuke Abul Buhturi ni wema ambao alikuwa kafanyiwa na Abul Buhturi. Wala tansau alfadla bainakum. Hili vile vile maana yake nini? Hili vile vile linaingia katika mfano mwingine wa mtu, maisha ya mke na mume. Leo mara nyingi watu wakigombana na wake zao ikafikia hatua wakaachana, basi inakuwa basi tafrani. Huyu akikaa na watoto hataki yule aje kuwaona watoto, yule akikaa na watoto hataki huyu aende kuwaona watoto. Inakuwa ni mukataa, inakuwa ni utengano. Uislamu unakataza, unasema wala tansaul fadla bainakum, bali ipo katika mifano. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ipo mifano mikubwa. Kuna mtu aliachana, kulikuwa kuna ugomvi mkubwa kati yake na mke wake, kati yake yeye na mke wake, wakagombana ugomvi mkubwa mpaka wakapeana talaka. Alichokifanya baada ya talaka, kukumbuka wema wa mke wake. Mke wake ndio alikuwa analala naye. Mtume Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wake ndio mashuka yetu, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, wake zenu ndio mashuka yenu, wasahib bil jambi, wake zetu ndio magodoro yetu ya kulalia. Akakumbuka wema wa mke wake, alichokifanya akamweka gorofa ya kwanza, first floor. Gorofa ya chini, ground, akakaa yeye na akawa anamhudumia yule mke aliyemuacha yeye pamoja na watoto waliozaa nao, anawahudumia. Majirani hawajui kama yule mwanamke juu kaachika. Wala tansaul fadla bainakum, msije mkasahau mazuri mliokuwa mnafanyiana. Huu ndio Uislamu na haya ndio maelekezo ya Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi. Ndugu zangu Waislamu, kwa haya niseme barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bi ayati adh-dhikril hakim. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wattabi'ina subulallah, thumma amma ba'd. Usikum taratan ukhra wa usi nafsi bitaqwallahi azza wa jalla, fa inna khayra ma qad awsa bihi almuslimu almuslim taqwallahi subhanahu wa ta'ala. Upande wa pili wa aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala tansawul fadla bainakum, hili linaonyesha maisha yetu wanadamu yana pande mbili. Upande wa kwanza tunauita ni aljawanib alijabia, ni upande mzuri, lakini kuna upande wa pili unaitwa aljawanib asalbia, upande mbaya. Na mwanadamu yatakallab baina aljawanib alijabia waljawanib asalbia. Mwanadamu anageuka, anazunguka, anarotate kati ya upande mzuri na upande mbaya. Leo mwanadamu atakuwa mzuri, shetani atamuinda, atakuwa mbaya. Baadaye pia kuna kabilia, kama alivyosema al-Imam al-Ghazali katika nadhariyat ta'dil suluk, theory of behavior modification, kwamba al-Imam al-Ghazali anaamini swala zima la watu kubadilika. Ndio maana akaweka katika kitabu chake akaita nadhariyat ta'dil suluk. Leo ukisoma psychology katika Islamic perspective, katika mtazamo wa Kiislamu, utasoma nadharia ya al-Imam al-Ghazali.
kuhusiana na mabadiliko ya tabia. Tabia zinabadilika, anatoka katika upande mbaya anakuja katika upande mzuri. Na mifano mingi ipo. Kuna baadhi ya watu tunawafahamu, kabla ya Ramadhani walikuwa, Mwenyezi Mungu atulinde, walikuwa wanywaji wazuri wa pombe, lakini Ramadhani, walipoingia Ramadhani ikawabadilisha, na baada ya Ramadhani wakaacha kabisa na pombe yenyewe. Wamekuwa watu wema kabisa, wamebadilika kabisa. Kwa mwanadamu anakabilia, ana hali ya kuweza kubadilika, anazunguka katika uzuri, anakuja katika ubaya, katika uzuri, hivyo hivyo mpaka siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kuchukua amana yake. Kwa hiyo kuna kipindi mwanadamu anakufanyia mambo mazuri, na kuna kipindi mwanadamu anakufanyia usiyoyapenda, na wakati mwingine anakufanyia mazuri mengi kuliko mabaya usiyoyapenda, mabaya ambayo huyapendi mengi amekufanyia. Basi kosa moja lisifute mazuri yote yale ambayo kakufanyia huyu mwanadamu. Umeishi na huyu mtu miaka 15, kaishi na wewe vizuri, ubinadamu umemchukua kidogo, basi ule ubinadamu mmoja tu unafuta yale mazuri yote aliyokufanyia. Hapana, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, wala tansawul fadla bainakum. Na mifano iko mingi ndani ya Qur'an, mifano iko mingi katika maisha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mfano mdogo, Hatib ibn Abi Balta'a ni sahaba mkubwa wa Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi, ambaye shahida Badra, alishuhudia vita vya Badri. Hatib ibn Abi Balta'a, wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam anatoka anajiandaa kwa ajili ya kwenda kukomboa mji wa Maka, yeye akatoa taarifa kupeleka katika mji wa Maka, jamani, Mtume anakuja na jeshi. Kiutaratibu wa kijeshi, huyu mtu kasaliti jeshi, kafanya khiana, usaliti. Tena alichokifanya, kamtumia mwanamke, kampa barua, kamwambia barua hii wapelekee Makuraish. Yule mama alikuwa fundi katika kuficha vitu. Ile barua akaichukua, kaificha kwenye nywele zake, kasokota, kaificha. Wakati barua ile inaenda Maka, Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi, kuna mwanamke yuko njiani anaenda Maka, kuna taarifa anaitoa Madina anaipeleka Maka. Yule mwanamke akamatwe. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtuma Ali ibn Abi Talib wa Zubair ibn al-Awwam, wakaenda wakamuwahi yule mwanamke njiani, wakamsachi katika mizigo waliokuwa nayo, hawakuikuta ile barua. Wakasema, Mtume ametuambia huyu mwanadada ana barua, tumemsachi katika mizigo yake, hana barua. Wakamwambia, wewe dada, usipotupa barua uliopewa, ujumbe uliopewa, hizo nguo zako tutakutaka uziweke pembeni. Yule dada kakaa, kafikiri, akasema basi isiwe tabu, kuna barua nimepewa. Ali akasema, Mtume hawezi kusema uongo, wewe una barua unayo, na kwa wasifu aliotutajia Mtume ni wewe. Yule dada akamwambia, basi jamani, kidogo naombeni nisogee pembeni. Akasogea pembeni, wanamtazama. Akafungua nywele zake, akaitoa ile barua, akawakabidhi. Wakachukua ile barua, wakarudi na yule dada, wakaenda naye mpaka kwa Mtume Muhammad. Mtume anamwambia, ya Hatib, umefanya nini? Hatib anamwambia, ya Rasulullah, Abu Bakari, Umari na wengine, Uthmani, wana watu wa kuhami ndugu zao kule Maka. Mimi na watoto wangu na familia yangu iko kule, sina nasabu na wale watu wa Maka, ya Rasulullah. Nilikuwa nimefanya hivi kama sehemu tu ya kutengeneza urafiki nao, wailinde familia yangu, ya Rasulullah. Umari akatokea akasema, da'ani adhrib unuqah ya Rasulullah, niache nimkate kichwa chake, ya Rasulullah. Mtume akamwambia, mahlan ya Umar, taratibu, wama yudrika la'alla Allah tala ala ahli Badri. Wewe ukumbuke kwamba hawa watu wa Badri wamefanya kazi kubwa katika vita vya Badri. Mtume sallallahu alayhi wasallam anakumbuka mazuri aliyoyafanya fil ghazawat almadhiya, katika vita vilivyopita. Wala tansawul fadla baina, msije mkasahau fadla. Fadla ni ihsan mnayokuwa mmefanyiana. Leo wanadamu wa sasa, wallahi utafikiri yeye ndiye aliyekamilika kuliko wote.
Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba ingelikuwa Allah subhanahu wa ta'ala anawaadhibu watu bidhulmin, kwa makosa wanaoyafanya, ma taraka ala dhahriha min dabba, asingeacha duniani hata binadamu huyo, hata binadamu mmoja asingemwacha duniani. Na ndio maana katika riwaya za watu wema waliotangulia, kuna mtu mmoja alikuwa anafanya ibada sana, ye muda wote dhikiri, muda wote kadha kadha. Allah subhanahu wa ta'ala akampelekea malaika katika sura ya binadamu, wakamwambia bwana, wewe katika kazi zako, katika dhikiri zako unazifanya, leta istighfari. Yule mwamba alikuwa analeta subhanallah, dhikiri nyingine, istighfari alete. Yule mtu mcha Mungu akasema, bi ai dhanbin iqtarafta, nilete istighfari mimi, wala najichunga na makosa na kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa makosa gani ninayomfanyia Allah subhanahu wa ta'ala? Kajichukulia yeye kwa sababu ya matendo anayoyafanya kakamilika. Wale malaika ndio wakampa taarifa, sisi ni wajumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, qad ahbata Allahu amalak, Mwenyezi Mungu ulichokifanya akakibatilisha. Kwa sababu ya hiki kibri, unajiona kwamba wewe umetakata, hauna kosa hata moja. Wala tansau alfadla bainakum, msije mkasahau wema ambao mmefanyiana. Lakini maana yake nini katika hii aya? Vile vile maana yake ni kwamba mtu anapokufanyia wema, vile vile wewe mwenyewe mlipe nini? Wema. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikopa dirham 1030, wengine wanasema 1040. Aliporudi akapata zile pesa, akamfuata yule alioenda kumkopa, akamwambia nimekuja na pesa zako hizi hapa, Mwenyezi Mungu akubariki katika familia yako, katika mali yako. Innama jazaa'u salafi alwafa, malipo ya kukopa ni kulipa deni. Malipo ya kukopa ni kulipa nini? Deni, na kumwombea dua yule ambaye kakusaidia, ile ihsani kakufanyia. Ulikuwa una shida, kodi una, kakukopesha, umeenda kumlipa kodi mwenye nyumba, ihsani ile. Wewe kumlipa kwako ni nini? Muombee dua, Mwenyezi Mungu akubariki katika mali yako, Mwenyezi Mungu akubariki katika familia yako. Lakini leo binadamu, kuna mangapi mazuri tunafanyiana, lakini kusikia neno tu kwa yule ambaye amekufanyia ihsani. Wake zetu majumbani mwetu wanatufanyia mangapi? Wanatupikia, wanatuandaa, wanatufanyia yote ambayo mazuri. Lini tumekaa tumewashukuru watu zetu, wake zetu? Wala tansau alfadla bainakum, haya mazuri wanatufanyia wake zetu tumeyakumbuka, tumewashukuru kwa mazuri ambao wanatufanyia. Kwa sababu unapomfanyia mtu zuri kama lipo la zuri, anazidi kuwa mtu mzuri, anakufanyia mambo mazuri zaidi. Kwa haya niseme, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyir rahma شفيع الأمة عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وضمّا، وعلى آله وصحبه ومن نصره في كل مهمة، خصوصا منه ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاز رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، واجعل اللهم بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، واكتب اللهم الستر والسلام والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب الدعوات،
يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين.